Karibu kwenye AFCON. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trends. AFCON ni kipindi ambacho kinakusanya updates kuhusiana na michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco, na tumeshuhudia mechi mbalimbali mpaka hivi sasa, lakini pia timu ambazo tayari zimekwisha kufuzu hatua inayofuata na wale ambao wanasubiri mechi za mwisho ili kujua wanakwenda hatua inayofuata ama wanarudi kwenye mataifa yao. Kama ilivyo ada, tunakutana hapa kuanzia majira ya saa 12 kamili. Sio mahala pengine, ni kupitia YouTube channel ya Ava TV. Sasa mara baada ya kushuhudia mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania karata ya pili ambayo wamecheza dhidi ya Uganda, majirani kabisa, na mechi hiyo ikimalizika kwa sare ya bao 1-1. Kuna mambo mengi, tension kabla ya mchezo huo, kila timu ikiamini kwamba inaweza kwenda kupata angalau alama 3 kwa mwenzake. Tanzania ikiwa ya kwanza kupata goli kupitia kwa nyota Simon Happy God Msuva, mkwaju wa penalty ambao aliupiga vizuri kweli, na mkwaju wa penalty ambao ulisababishwa na bwana mdogo Alphonse Mabula Msanga, nyota ambaye anatumika pale kwenye ligi ya Azerbaijan katika timu ile ya Shamaki. Lakini sivyo bahati, muda mchache tu baadaye Uganda waliweza kwenda kusawazisha na mechi hiyo kumalizika kwa 1-1, licha ya kwamba Uganda waliweza kupata tena mkwaju wa penalty, lakini haikuwa bahati kwa upande wao, na mwisho wa siku wakajikuta wanamaliza mechi hiyo kwa sare ya 1-1. Na miongoni mwa vitu vizuri ambavyo vimejitokeza kwenye mchezo huo ni kuona Simon Happy God Msuva akifikia rekodi ambayo iliwahi kuwekwa huko nyuma, kufikia idadi ya magoli 25 ambayo amefungia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini pia akichukua ile tuzo ya mchezaji bora wa mchezo kwa maana ya man of the match, akiwa ametamba nayo. Utaona kama ambavyo nashuhudia kwenye picha hapo, Simon Happy God Msuva akiwa na tuzo yake ya mchezaji bora baada ya mechi hiyo kuisha. Sasa baada ya mechi ya Tanzania na Uganda kumalizika, mechi ambayo ilimalizika usiku majira ya saa 5 ilikuwa ni kati ya Tunisia na Nigeria. Nigeria wao wakipata ushindi mabao 3 kwa mawili dhidi ya Tunisia, wakikusanya jumla ya alama 6 kwenye mechi mbili ambazo wamecheza, na wakiwa rasmi sasa wanakwenda wamefuzu hatua ambayo inafuata. Hapa imebaki nafasi ya timu moja kwenda hatua ambayo inafuata, na nikupitisha kwenye msimamo sasa wa kundi che namna ambavyo ulivyo, ambapo namba 1 ni Nigeria ambaye tayari amefuzu hatua inayofuata, lakini akiwa na alama 6 katika michezo miwili. Tunisia yeye ana alama 3 ambazo walimfunga Uganda kwenye michezo miwili ambayo alicheza. Tanzania kwenye mechi mbili ambazo wamecheza akijikusanyia alama 1 peke yake, pamoja na Uganda ambaye amejikusanyia alama 1. Sasa kwa jinsi ambavyo msimamo ulivyo, unaweza kaona kabisa licha ya kwamba Tanzania ana alama 1, lakini nafasi kama ikitokea ameshinda dhidi ya Tunisia, basi atakwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu mechi ya mwisho Nigeria anakwenda kucheza na Uganda. Tanzania wanamaliza na Tunisia ambaye ana alama 3. Kama Tanzania wakishinda, wanafikisha jumla ya alama 4 ambazo Tunisia atakuwa hana. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, na endapo wachezaji wataweza kufanya vizuri, ukizingatia wadau mbalimbali wameweka morali kwenye pesa, goli milioni 100, lakini pia naibu waziri habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akiwa pale Morocco na kuwapa motisha wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Sasa mbali na hayo, mchambuzi wa kabumbu Edo Kumwembe yeye alikuwa na haya kusema mara baada ya timu ya taifa ya Tanzania kuweza kupata sare ya 1-1 na kupata alama 1 wakiwa nafasi ya 3 kwenye msimamo huo kwenye michuano hiyo ya AFCON. Edo Kumwembe anasema napita mimi hapa, napita na mgonga Tunisia asubuhi tu, na Nigeria anamgonga Mganda au anatoa sare. Man Gamondi, nipigie hesabu zako vizuri, mimi napita hapa against all odds, nioneni mwehu lakini mimi napita hapa. My boys, msiniangushe,
tunapita hapa. Hiko ndicho ambacho amekiandika Edo Kumwembe. Sasa mbali na hayo, miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa ni namna ambavyo Ibrahim Baka, beki wa klabu ya Young Africans na timu ya taifa Tanzania, akihusishwa kujiunga na miongoni mwa moja ya klabu ambazo zinacheza kwenye ligi ya pale England na sio timu nyingine, ni Fulham. Na hii ni mara baada ya kuweza kumzuia mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen ambaye alifunga kwenye mchezo dhidi ya Tunisia, lakini kwenye mchezo dhidi ya Tanzania hakupata nafasi ya kufunga na ikampelekea kutolewa sabu kwenye mchezo ule, huku pongezi nyingi zikimwelekea Ibrahim Baka Abdullah pamoja na beki mwenzake Bakari Nondo Mwamietu. Sasa tetesi zimeendelea kugonga vichwa vya habari kwamba Ibrahim Baka anaendelea kwenye tetesi zile za usajili kwamba pengine Fulham wanaweza wakatoa pesa ili tu kuweza kumnasa Ibrahim Baka. Je, itakuwaje? Baka kwenda Fulham ama Baka kusalia ndani ya club ya Young Africans kuendelea kuitumikia kwa msimu ambavyo unaendelea, kwa maana ya msimu 2025-26. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Mimi ni Latifa Nafi, hii ni Afconica. Updates mbalimbali kuhusiana na michuano hiyo ya Afcon, na tukutane tena hapo kesho. Lakini pia Tanzania ikiwa imesalia na mchezo mmoja dhidi ya Tunisia ambapo watacheza tarehe 30 ya mwezi wa 12. Usiache tufuatilie kwa mitandao yetu ya kijamii, hususan pale Instagram tunapatikana Ava TV TZ.